Eunice, karibu. Asante. Umetokea wapi? Nimetokea Kifuru. Kifuru ni wapi? Ni hapa Daki Nyerezi. Okay. Umekuja kwa ajili ya kazi, si ndio? Yeah. Ulikuwa unafanya shughuli gani kabla hujaja kwetu? Hapana, nilikuwa tu nyumbani. Kwa nini? Nilitoka Zanzibar, nilikuwa kwenye kazi ya product. Lakini ya nini? Product. Product ndio kazi gani? Kuna sabuni, yani kampuni ya product kama kuuza sabuni, mafuta, dawa zile za kuchua. Kwa nikatoka kule, nikaamua nikarudi nyumbani. Kwa nilikuwa bado nipo tu nyumbani ndio. Kwa hiyo kazi ya product ilikushinda au? Ile ndio kweli ile. Ndio kazi ya product ameshatuambia. Ya kusambaza sabuni na nini, ile kazi ya product imekushinda au imekwaje? Ila hamna. Ilikushinda ngumu. Sio ngumu kwa yule mtu ambaye ana malengo. Kwa sababu kila kazi huwa yani ili uweze kufanikiwa lazima upitie nanili kama hizo. Kwa hiyo haikuwa ngumu. Lakini kwa nini ukaacha? Niliacha kulingana na jinsi ambavyo nilikuwa nikitembea kwenye jua muda mrefu wala ninapataga. Sasa kwa nini unasema sio ngumu? Kwa nini unafikiri kutembea kwenye jua ni rahisi? Tena hapo ndo tukazie. Umeona kazi ya ndani uko nyumbani. Tena uko kwenye nyumba za AC za mabosi wetu, unapika chakula fresh. Wewe ndio unakuwa wa kwanza kula chakula ambacho ni fresh, si ndio? Na hiyo ya kazi yako ya product ya kuzunguka juani siku nzima. Hebu niambie ipi kazi rahisi hapo? Bora ya ndani. Yaani mara 800,000, mara milioni. Huo ndio ukweli. Ndio ukweli kwa sababu ili lazima nije nitembee, nije nianze kuongea na wewe, nikushawishi mpaka uvutiwe. Yaani nikubembeleze mpaka uje uvutiwe, mpaka uchukue ile product. Sasa mpaka kwanza hiyo unibembeleze ni mpaka nikubali kukupa attention. Watu huwa wanachukuliaje watu wauzaji wa product? Nilikuwa nafanya product. Nikamwambia product ndio nini? Kumbe wale wanaofanya promotion. Promotion. Kazi ya promotion ya product. Watu wanawachukuliaga vipi wateja? Unapoanza tu kuanza kumuuliza kutaka attention ya yule mtu akusikilize. Ili nikulieni mara nyingi asilimia kubwa wao wanachukulia kwa ni watu wale ambao wana yani wanachukulia kama watu, yani sisi ni watu wa design gani yani ndio nataka sasa ile approach. Unapoanza kumapproach mtu unataka kumsemesha, unataka kumwambia sijui leo tuna majagi, sijui tuna nini, tuna sabuni. Huwa watu wana react vipi? Ana respondije? Kulingana na mtu yule utakayemkuta. Lakini walio wengi huwa wanafanyaje? Walio wengi wao wanasita. Kwanza wao wanasemaga ni uongo. Wao wanasemaga ni matapeli. Yani wengi wao. Unakuta wanasema wewe yani hujawahi kukutana na ile mtu unataka tu kwanza kumuongesha akwambia asante. Yani sio ainao tu. Wengine yani ukienda vibaya, usipoenda kwa ustaarabu, shanga tamaji unamwagiwa. Anakumwagia hadi maji? Kwa nini jamani? Unafika unakuta dada samani, nimeshakwambia ni samani mama, nimeshakwambia ondoka. Asa baba maji bado wanake. Ndio hicho nilikuwa natafuta, yani ninavyokuuliza huwa wana respond vipi? Ndio hicho nilikuwa nakitafuta. Ndio walivyo. Unakuta umeenda pale kwa furaha, dada samani nina product nina hiki na hiki. Mimi nimeshakwambia sina hela, ondoka. Samani mamangu nina ondoka. Shakuagia maji kwa hivyo. Habari ya product na sabuni. Yaani wewe umeenda pale, umekuta mtu kalala njaa. Wewe ndio unafika pale na product zako, shakwambia unataka uuzie. Hata njaa. Ndio hivyo. Dada Eunice, kwa kweli kazi ya promotion ni kazi ngumu, sio rahisi hata kidogo. Kwanza pamoja jumlisha kwanza unazunguka juani, alafu sasa huna uhakika na mteja, hujui ni mteja yupi. Yani kwa kweli ni kazi ambayo inabidi uwe na, mimi naamini inahitaji sana uwe ni mtu mwenye hofu ya Mungu sana. Yani ili
uweze kuomba Mungu akutanishe na watu sahihi. Otherwise ndio utakutana na hao ambao ni wa kumwagia maji na kukufukuza, unakata tamaa. Yani kama ni mtu yule ambaye muombe kibali kwamba yani Mungu kwa kweli, yani hata mimi tunachofanyaga hapa kabisa, yani huu mradi wa Wadada Center, yani namuomba Mungu kabisa, naomba kwa sababu umenipa hii huduma, naomba utuletee watu sahihi uliopanga kutuwahudumie. Wadada ambao unapanga tuwahudumie, wanahitaji pesa, wanahitaji kwenda kufanya kazi, hao ndio walete watakao kubaliana na utaratibu tuliouweka kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na mabosi hivyo hivyo, tuletee watu sahihi. Kwa ili simu mtu akiambiwa tu dada sijui professional ni 500 asiruke. Yani aone tu it's normal. No, na wengine siku hizi nasikia kabisa. Yani namshukuru Mungu mno. Nilisikia jana mtu amepiga simu akasema nataka dada smart. It means ameshajua anachokitaka. Kwa hiyo hao ndio wate. Yani mimi kiukweli huu mradi bila maombi nafikiri usingeenda. Ni maombi kwanza. Mungu akukutanisha. Yani tayari kwenye ulimwengu wa roho awe ameshakuwekea wateja wako. Wateja wa mabosi na wateja ambao ni wadada wenye hofu ya Mungu. Mimi mtu ambaye ni pagani hapa marufuku, simtaki. Tutashindana. Kwa hiyo dada mwenye hofu ya Mungu na bosi mwenye hofu ya Mungu, hao ndio naomba waje tuwakutanishe hapa, maisha yawe marahisi. Kwa hiyo na kazi hii ya promotion, usipomtanguliza Mungu kwa kweli ni ngumu, kwa sababu kuna wakati sio hao tu, unaweza kaenda kukutana na vijana, unampichi yule kijana vizuri mpaka unashangaa ananunua, kisha nunua mpaka anakupa hela vizuri. Ili unataka kuondoka, kama una simu, umetoa simu mkononi hivi chwa, ameshachukua ile simu. Ukingangania ukitaka kumkimbiza, ngumi kwanza unadondoka chini hiyo. Ishaenda. Yani hajawahi kunikuta mimi, lakini ishaga kumkuta rafiki yangu ambaye mlikuwa wote kwenye promotion. Ambaye tulikuwa wote kwenye hiyo kampuni. Siku hiyo tumeenda kuuza, tumeuza vizuri, yani ile mwishoni ile jioni. Tukakutana na kaka wawili njiani, wana pikipiki, wamesimama vizuri, tukaongea nao vizuri, tukauzia vizuri. Ghafla mwenzangu yule mamake kampigia simu. Inabidi apokee ile simu ile aongee na mama yake. Ila anapokea simu tu kataa, nataka kuweka masikioni hivi. Walishapanda hadi pikipiki, walishawasha pikipiki. Na washanunua. Akachomoa ile simu. Yule binti akakumba alimshika mkono. Hivyo mshika mkono akaachia kwanza huko, akampiga kwanza ngumi, akadondoka huko chini akaenda. Na bodaboda yao akaondoka. Na bidhaa mlizokuwa mmewauzia. Bidhaa sawa walilipa, lakini pamoja na kuwa walilipa bidhaa, lakini bado walituacha na hasara kwa sababu ilikuwa simu kubwa hizi. Kwa walituacha na hasara kubwa mno. Hiyo noni changamoto. Kwa kweli poleni. Haya, karibu. Asante. Na kwa mwezi unaweza ukapata shilingi ngapi ukisema umefanikiwa kuuza hizo products? Mpaka mwisho wa mwezi unaweza kusave shilingi ngapi? Yaani hapo tuseme tumuombe Mungu. Kwa imani kabisa. Tuseme ukifikisha 130,000, Mungu kakutangulia sana. Hiyo ni faida. Mungu akutangulia sana. Kwa sababu upate hilo. Yaani Mungu akuongoze sana kwa sababu kwa mwezi upate 30,000. Tena ukute kama wewe ni mtu yule ambaye yani umeenda kufanya ile kazi kabisa, yani umetoa moyo wako. Lakini kuna wale wengine, wale ambao wameondoka tu ili mradi ni kampuni imeshatolewa. Wanaweza kukata miezi 3, hiyo 100,000 hawajaionaga. Jamani tuendelee Wadada Center, jamani tuendelee. Mungu aendelee yani kabisa, kwa sababu hapa mimi naambiaga hapa ni mgodi wa hela. Watu tu wanachukulia poa. Hapa 1,500,000 uhakika dada wa kawaida kabisa anapata 1,500,000. Ameshakula, ameshalala kwa bosi wake. Anatengeneza 1,500,000 kama tulivyosema. Kama vizuri ratiba zao, mshika saa 3 mtu amemaliza kazi mapema na hajazurura juani na amekula kwa wakati. Asubuhi amekunywa chai, mchana amekula, jioni amekula. Na tena anakula vyakula fresh kuliko bosi. Maana bosi yeye asubuhi ametoka arudi usiku. Kwa hiyo anakuta kiporo. Wewe unapika pale unakula fresh. Yaani hii kazi laiti wadada wangejua ni bonge la kazi, sehemu ya kuanzia maisha. Yaani hizo zote, kwa sababu hata hiyo ni promotion, ni kazi ya kuanzia maisha. Kazi ya kwenda kuzurura huko wanaofaidi ni wale wenye kampuni. Wenye kampuni ndio wanafaidi, kwa sababu wale ndio wanawatuma nyie mwende mkapigwe majua huko, mlete faida, mnagawana, si ndio? Wenye kampuni. Kwa hiyo wewe kama ndio unaanza maisha, kiukweli kwa wasichana sijui, lakini ningekuwa mimi naanza maisha bado ningeanzia kwenye kazi ya ndani. Yaani mpaka leo sijawahi kusema labda ningekuwa
labda narudi nyuma, ni kuna kazi nyingine ya kwenda kufanya, sijaona bado mimi. Of course kama kwa sababu wasichana wana bahati hiyo sana, kwa sababu huku kwenye jamii yetu watoto wa kike ndio wanapata hizi kazi zaidi kuliko wavulana. Kwa hiyo kama ni msichana, Mungu amekuumba msichana na umeumba huko kwenye jamii yetu, na ndio huko katika level ya chini ya kujitafuta, sehemu ya kuanzia maisha ni kazi za ndani. Kabisa. Pana usalama mkubwa, ni rahisi, yani ni rahisi na salama. Hayo wengine huko wanatoa ili wanatafuta kazi sisi za madukani na nini. Ukija kupiga hesabu kwa mwezi hasave hata shilingi. Kwa sababu analipa kodi, hela yote inaishia kwenye kodi, kuna bili za maji, kuna nini, si mtu kapanga. Unakimbilia kupanga chumba ili iweje? Unapanga chumba mapema, huna kazi, unaajiriwa kwa kazi ya 200,000, 2,500,000. Wewe unaweza kuona ni hela nyingi, lakini piga hesabu. Mwisho wa mwezi huna hata 100. Kwa hiyo bado dada wa kazi anakushinda. Hata yule anayelipwa laki, hata 70,000, anaweza akakushinda kwa sababu ile hela anaipata kama ilivyo. Kwa hiyo dada Yunus, karibu. Asante. Kwa hiyo sasa wewe ulivyotuona sisi ukapiga hesabu zako ukaona mambo ya product, tushasema sio product tena, ni promotion. Ukasema promotion hapana, hailipi. Twende ngoja tu niende kwenye kazi za ndani. Kwa sababu kwanza ilikuwa bado inanipa changamoto kupitia kwa vijana. Unatembea huku unakutana na lizima, unampa heshima kama baba, ambia bwana unataka kuninyima nini? Nakwambia unataka kuninyima nini? Hapo nashangaa nakwambia hivi, hizo bidhaa shilingi ngapi nikulipe? Sasa nashangaa kwa nini? Mimi nataka nikulipe. Mwambia ni 300,000. 300,000? Anakulipa 300,000, tunaenda kukaa ndani mpaka jioni. Sasa kama ile bado ni changamoto sana kwangu. Japo kwako nimependa umesema kwako, japo wasichana wengine wanafikiri ndio njia ya shortcut ya kupata. Ile ni ngumu kwangu. Na mimi ni hiyo changamoto nilipata zamani wakati nauza sambusa. Nilikuwa naenda mjini huko, kuna hao mababa wasiokuwa na adabu. Anakuambia binti mdogo mzuri kama hivi, unahangaika nini? Wewe njoo nikuoe tu. Kapu chako hicho shilingi ngapi? Nataka akuchukua akubebewe na kikapu chako. Kwa kweli. Yaani mimi nilikuwa najua kabisa uhuru wangu ni kuhakikisha natengeneza maisha yangu ya kiuchumi. Lakini ile kwenda kubebwa wewe na kikapu chako uende ukamtegemea mwanaume, yani mapema sana Mungu alinipa huo ufunuo kwamba hayo sio maisha mazuri. Kwa hiyo nikayakataa kabisa. Na mimi nilikuwa tu kama wewe. Mtu akishaanza kuniambia wewe na kikapu chako namwambia. Yaani nagatisha hata kama ulikuwa na ile moja ya kufanya biashara. Yaani unakuta kama nakaa chini. Sasa mimi huyu mtu kanichukuliaje? Yaani ile hapo inaisha. Wanaume ndio walivyo. Ni wewe msichana unatakiwa uwe na msimamo. Kwa sababu hata sasa wako wengi ambao wana hizi biashara ndogo ndogo. Akishaambiwa njoo wewe na kikapu chako au na nini si bidhaa zako, anaona fursa hii hapa. Matokeo yake kesho una mimba, huna kazi, na biashara lizeli shakutelekeza au mtafuta umpati. Mimi nilisema hayo maisha hapa. Nilifanya hata kipindi nilitoka kule, nilipokuja kwa dada yangu, nikapiga mahesabu nikasema kukaa siwezi. Kwa sababu na mimi nataka kwa baadaye nije niwe na fani kichwani, nije niwe na kazi yangu, nije niwe na makao yangu. Uwe na maisha yako. Kwa hiyo kama nasema hivi, nataka mimi ndio natamani mimi ndio nioe. Uoe? Mimi na hela zangu. Kama ukiwa na hela zako ndio uoe. Kama una hela utajigonga. Yani nirudi kwako wewe, mara ya kwanza ulisema kama una hela mwanaume yule yote ambaye anakuja kwako unani sahi. Ndio kitu ambacho nakimana. Lakini kama na hela yangu lazima nitaangalia huyu ananifaa au ananifai. Lakini kama sina hela nitajigonga kwa yule yote. Yule anayekuja. Kwa hiyo nilifanya hata kipindi nilirudi huku, nilipiga mahesabu nikasema hivi, nipige mandazi nitembeze. Lakini nikakumbuka nimetoka kule kutembeza bidhaa. Nitakapoenda kutembea utasikia dada wewe mrembo, mandazi unauza ya nini? Ya 100 mpaka siku gani? Sasa nikapiga mahesabu siku moja, nikaa kama nimekaa tu nipo ndani, nikafungua zangu simu. Ghafla nikakutana na hizi nikazikuta mtandaoni. Sasa nikapiga mahesabu, nikaenda nikamuuliza wadada jirani yangu pale, nikamuuliza nikamwambia nimeona kuna wadada center na ni kazi za ndani wanaajiriwa
unaenda pale yani wanakuajiri, wanakulipa mshahara mzuri, unaishi pale nini, unafanya kazi kwa nini. Nikamuuliza, je, yani dada wewe hizo kazi umeshazifuatilia, umeona kama ni kweli ni kazi zile nzuri? Kwa sababu kuna watapeli wengi mjini. Nilivyoenda kumuuliza akaniambia hizo kazi kwa kweli mimi nilishaga kumwajiri ndugu, yani nilishampelekaga ndugu yangu kwenye zile kazi. Kwa hizo kazi kwa kweli ukipata ni nzuri. Yenda aliyenishawishi, kama nakumbuka aliyempigia simu mara ya kwanza ilikuwa sio mimi, nilikuwa ndugu yangu yeye ndiye aliyepiga simu huko kuongea nao, ndo baadaye na mimi nikaja nikapata hizo namba na nikapata namba zenu. Kwa hiyo nikaona bora nije huko kuliko kwenda kutembea huko, kwa sababu ndani nikija kukaa nafanya kazi ya ndani sipati changamoto yoyote, kwa sababu yani sipati changamoto yoyote labda za huko nje, hapana. Kwa hiyo niliona ni bora huko kuliko kutembea. Kwanza za huku zipo ila ni chache wako sana. Wa baba wasokuwa na adabu na hao huwa pia tunakemea kabisa kwamba hizo tabia sisi hatutaki kwenye mradi wetu. Umeoa, umekaa na mke wako, tulia naye. Unataka dada wa kazi nyumbani kwako, muheshimu kama binti yako, muheshimu kama mfanyakazi wako, sio mambo ya kwanza tena kumtongoza. Kwa hiyo sisi tunajua wadada wetu wanaokwenda kwenye kazi za ndani sio kwamba wapitii changamoto kabisa. Zipo, lakini ukilinganisha na hizo za kutembea huko, hizi huku bado ni ndogo sana, ni chache sana. Tena ambazo yani unaweza kukabiliana nazo, kwa sababu mtu kakuchukua kwenye taasisi kama hii, akikuona una msimamo hawezi kurudia tena. Anaweza akakujaribu, akakukonyeza, akaangalia vipi. Ukianza kujichekesha kujipitisha, anapita na wewe. Lakini akiona unajiheshimu na hutaki hayo mazoea, anaacha kabisa. Kwa hiyo ni wewe jinsi unavyojiweka. Lakini changamoto za kwenye kazi za ndani kwa kweli ni ndogo sana ukilinganisha na za huko nje. Kwa hiyo karibu sana. Nimefurahi pia kwamba Wadada Center kwa muda tuliokaa tumejenga brand kubwa. Umeenda kumuuliza jirani akakwambia na yeye ni shuhuda, alishawahi kuleta mtu hapa akafanya kazi. Kwa hiyo ni sehemu salama, ni sehemu nzuri. Na sisi tunasema hii ni madhabahu. Hii sio tu sehemu ya kawaida ya kupata kazi za ndani. Hii ni sehemu ambayo Mungu ametuweka kwa maksudi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wadada, kundi kubwa kabisa la wadada ambao wanakwenda kutafuta mitaji ya biashara ili na wao waweze kujitegemea kama mimi nilivyoweza. Mungu alinipitisha kwenye hii kazi kwa maksudi kwamba mimi sasa nije niwe ndio kiongozi wenu, nije niwe Musa wenu. Wa kuwatoa Misri huko ambako una kazi, ndugu yangu, ni Misri. Una kazi mjini, utaishije? Hauwezi kuishi. Sasa namna gani utatoka kule niwatoe huko niwapeleke nchi ya ahadi? Ni hapa Wadada Center. Ndio maana mimi huu mradi naungamanisha kabisa na neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo nataka tufanye kazi vizuri, tufanye kwa uaminifu, kwa bidii, ili Mungu aweze kutubariki, kwa sababu mimi ni shahidi. Yaani mimi ni ushuhuda unaoishi. Siwaambii kwa maneno, nawaambia kwa kupitia maisha yangu. Alikuwa dada wa kazi, leo hii mimi ni mkurugenzi, si ndio? Na naishi maisha yangu, sina shida, sina pressure. Tena mazuri. Umeona? Kwa hiyo inawezekana, ila tu umtangulize Mungu mbele na uwe mwaminifu. Umeona kwa haya madogo. Si watu wanaidharau kazi ya ndani, wewe kuwa mwaminifu kwenye hiyo kazi ya ndani. Kama Yusufu alivyokuwa mwaminifu. Si mnajua story za Yusufu? Alikuwa mwaminifu kwenye hizi kazi. Alipita mpaka akataka kubakwa na mke wa Potifa. Lakini yule baba alikataa, akasema siwezi kutenda hii dhambi nimkosee Mungu wangu. Basi kuwa hivyo. Unapoenda kwenye nyumba ya mtu, lea mtoto wa mtu kwa uaminifu, kana kwamba Mungu ndio anayekuona. Usifanyie ubaya mtoto. Watoto wadogo tunaenda kulea malaika hawa. Lea ile mtoto kama wa kwako, alafu uone Mungu kama atakufungulia baraka. Ndio hivyo mimi ninavyochukulia kwamba nimewekwa hapa. Watu wanasema, "Joyce, vipi unaenda kufungua kanisa?" Kanisa ndio hili. Kanisa gani lingine? Hawa si ndio watu nao waongoza? Hawa ndio watu wanao Mungu ambao wamenikabidhi ni waongoze. Wadada wanaokwenda kutoa huduma majumbani kwa watu. Kwa hiyo huu kama ni uchungaji wangu ndio huu sasa. Kwa hiyo jamani, karibuni. Twende tukachape kazi. Tuseme asante. Fanye kazi kwa bidii, tumtangulize Mungu wetu. Ametupa hichi kidogo, tukishike kwa uaminifu ili aweze kutupa makubwa tunayotarajia huko mbele. Ndio? Haya, karibuni. Asante.